مولانا الله هو مولانا جل جلاله ومولانا. Na waqala sallallahu alayhi wasallam, maneno haya yanasajiliwa ndani ya kitabu cha Murshidul Awam chini kabisa katika ukurasa wa 6, man kharaja fi talabil ilmi, zama ndani ya ukurasa wa 7. Sasa maana man inaanzia ukurasa wa 6 chini kabisa kulingana na peji nilionayo mimi. Man kharaja fi talabil ilmi, yeyote mwenye kutoka alipo lengo kwenda kujifunza, fahuwa fi sabilillah, mtu huyu huwa anahesabika ni katika watu walio ndani ya njia ya Allah, hata yarji'a, ni mpaka atakaporudi katika ilmu. Rawahu al-Imam Tirmidhi au Tirmidhi. Waqala, kisha akasema tena bwana mtume, man ghada yuridu al-ilma, yeyote mwenye kuwahi mapema sana anatafuta elimu kadamka, yataallamuhu lillah, elimu hiyo anajifunza ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, fataha Allah, Mwenyezi Mungu atamfungulia lahu baban ila aljanna, mlango wa kuingia peponi. Wa farashat lahu almalaika aknafaha, na kisha malaika hupambaza, au farashati kwa maana hutandika mbawa. Malaika wanatandika mbawa, yeye akikanyaga anajiona anakanyaga chini ya ardhi, lakini kiuhalisia ndani anakanyaga kwenye mabawa ya malaika. Wasallati alayhi malaikatu samawati, kisha wanamtakia rehma malaika walioko juu. Wa hitanul bahri, na viumbe vinavyoishi katika bahari. Walil alimi min alfadli, na mwanachuoni katika ubora ni kama unavyoona alal abidi, juu ya mtu asiyejua au mtumishi, mtumwa yani. Ni mfano wa qamari lailatul badri ala asghar kawkabi fi sama, ni kama vile unavyoona mwezi 14, lakini ukizifananisha na nyota, kaukaba fi sama, nyota zilizo juu. Kwa hiyo unaona mbala mwezi inang'ara, inaonekana zaidi kuliko nini, kuliko nyota. Kwa hiyo mwanachuoni anakuwa na thamani zaidi kuliko ni wale wanaofanya ibada tu, ndo abidi wacha Mungu. Rawahu Abu Daud na Imam Tirmidhi wa ghairihima. Sasa fayambaghi lihudhuri, sawa, fayambaghi alhudhur, fayambaghi alhudhur, panatakikana mtu ahudhurie ila majlisi ilmi, kwenye vikao vya ilmu. Naam, ibtigha mardatillah, kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, hususan hasa majalisul wadhi, majalisal wadhi, vikao vya wadhi, liannaha taraqqaqu aisha, kwani hivyo vikao vya ilmu vinagonga funiko, yughisha ni funiko, alqulubi, za nyoyo, alladhi alaiha, zilizo juu ya nyoyo. Mawaidha yanagonga funiko za nyoyo, na moyo ambao hauna dhikri, hauna mawaidha, ni sawa sawa na moyo ambao umefunikwa. Sasa mawaidha yanakwenda kugonga, kufunua ghisha, funuko za nyoyo, alladhi alaiha, zilizo juu ya nyoyo. Bisababi dhunubi, ni kwa sababu sasa ya madhambi ya mtu kufunika, kusamehewa. Wayambaghi likulli mu'minin, panatakikana kila muumini, an la yastahi min as-su'ali, asiogope kuuliza, wa murajatul ulama, na kuwarejea wanachuoni, hususan fil aqaidi, hasa katika mambo ya aqida, liyakun, ili awe ala basira, awe ni mtambuzi, fi dinihi wa yaqin, katika dini yake na uyakinifu lotimia, min aqaidihi, katika aqida zake. Fa innahu idha mata, akifa, wa wudhi'a fil qabri, akawekwa katika kaburi, wasalahu munkar wa nakir, watamuuliza munkar na nakiri, anillahi wa anir rusuli, kuhusiana na Mwenyezi Mungu na mitume, ghairi dhalika, na mengineyo tu. Yantiqu mimma, sawa, intawa alayhi qalbu, atatamka kwa yale ambayo moyo wake umeyazingatia au umeyazunguka, kwa maana unayajua. Biduni ziada wala nuksani, pasi na ziada wala kupunguza.
li'annahu fi dhalika almahallu, eneo lile sawa, la yatruku kama kana fi dunia, hatuachwa kama duniani. Ukiongea ukajibu, watu wanaweza kukuacha, amwacheni pale. Unajibu suala lililo sawa, kama liko sawa kipondo kinaanzia hapo hapo. Duniani hapo yatakalam mimma laysa fi qalbi, anaweza kaongea mtu mambo asiyo ndani ya moyo wake. Anaongea mimma laysa fi qalbi, mambo ambayo hayamo ndani ya moyo wake. Bal isipokuwa in kana aliman, kama ni mtu mjuzi, bil haqi yantiquhu Allahu bihi, Mwenyezi Mungu atamkisha, atatamka, atapatia. Sasa wa in kana shakan fi shay'in min qawaidi dini, akitia shaka katika chochote miongoni mwa kanuni za dini yake, akawa ghairu alimi, hajui bihi jambo hilo, qala la adri, atasema sijui. Wal-iyadhu billah, hapo kaburini akiulizwa jambo ambalo halijui atasema sijui kweli. Padri anasema ngoja kwanza kidogo, amsubiria dakika 5 hapo, unaweza kupiga simu ukajua. Sasa kaburini nampigia simu nani? Wa bihadha yu'lam, na kwa sababu hiyo basi panafahamika, anna kulla man lam yujahid nafsahu, kila ambaye hajapigana jihadi na nafsi yake, sawa, liyataallamu ilma al-iman wal-islam, ili ajifunze elimu ya imani na Uislamu, yamutu ala shaqqin minhuma, atakufa juu ya shaka kwenye hayo mawili, uimani na Uislamu. Wala yadhi billah, na Mwenyezi Mungu yadhi billah, Mwenyezi Mungu atulinde na hayo. Wala yashuru, mbaya zaidi ni kwamba hajui, hatambui. Wa hina idh yakunu min alladhina la nur, na kwa sababu hiyo basi wakati wanakuwa ni katika wale wasiokuwa na nuru. Yauma yasa nur, siku ambayo nuru itaenea, ahla al-iman, kwa watu wa imani, na al-iqan, na watu wenye uyakini. Baina aidihim, mbele yao watakuwa na nuru, bi imanihim, na nyuma yao. Mbele wana nuru, wanajua wanaenda wapi, nyuma wana nuru, wanajua wametoka wapi. Fayaqulu, atasema mtu mustaghithan, sawa, mutalahifa, mustaghitha mutalahifan, mwenye kutaka msaada na huku ajitambui, yani kazongwa na mambo kabisa, anataka msaada huku amelemewa na mambo. Atasemaje? Undhuruna, jamani tusubirieni, sisi hatuelewi tunaenda wapi, tusubirieni jamani, tusubirieni. Undhuruna, tusubirieni basi, naktabisu min nurikum, jamani tupate kidogo tu, mtugawie kidogo nuru mlizo nazo. Fala yajidu mujiba, nani wa kumjibu sasa? Kila mmoja yuko busy na mambo yake, watakosa mtu wa kumjibu. Wala mughitha, wala mtu wa kumsaidia. Wadhālika anna kulla wahid, kila mtu hakika itakuwa yakun nuruhu fil qiyam, atakuwa na giza siku ya nuru yake, sio hakuna kusaidiana, we kama una basi. Ala qadri ma'rifati billah, kwa namna ya uwezo alivyomfahamu Mwenyezi Mungu na bwana mtume wa rusuli na mitume wake, malaika wake, wa mawajaba, na yale ambayo aliwajibika katika qaidi mbalimbali na taati. Idh la nuru fi adhrati nini hiyo hardhati, kwamba tambua kutokuwa na nuru katika viwanja vya siku ya kiyama, illa nuru al-iman, isipokuwa nuru ya imani, wa ta'a na ta'a, allati uktusiba, nuru ambayo ilichumwa fi dunia, duniani. Sasa kwa kupitia istimali al-ayati, kupitia aya mbalimbali, dalili za Mwenyezi Mungu albadania, sawa, za kimwili, wal quwwa ar-ruhaniya, na nguvu za kiroho. Faman lam yaktasib fi dunya shay'an, yule ambaye duniani hapa akuchuma chochote, min al-ma'arif, katika mambo mazuri, sawa, ad-diniya, ya kidini, yabqa yawm al-qiyama fi dhulma bila nurin, siku ya kiyama tabaki katika giza bila nuru. Wayadulli dhalika, na panaonyesha dalili ya hilo, ma rawa fil athari, katika hadithi iliyokuja, an abi umamata, kutoka kwa abi umamata. Inshallah tuje tuondoke na maneno yake. Kala ama amesema, yakhsha an-nasu yawm al-qiyama dhulma shadidatan, tuje kuangalia hapa. Thumma yaqsimu an-nura au yuqassimu an-nur bainahum, fayu'ta kullu mu'minin biqadri
علمه بالله تعالى وعمله له ويترك الكافرون والمنافقون في ظلمته سواء لا يعطيان شيئا من النور بل سواء يحال بينهم وبين المؤمنين بأن يضرب بينهم بسور دون جسر جهنم. Tunduke maneno haya.